Basi sasa inadumu imani, tumaini na upendo. Haya matatu. Na katika haya matatu lilo kuu ni upendo. Sasa inaweza kakuchanganya kwamba kwa nini lilo kuu ni upendo, wakati huo Biblia inasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Haisemi pasipo upendo haiwezekani kumpendeza. Okay? Wala Yesu hakuwa anawaambia watu kulingana na upendo wako pokea, lakini aliwaambia kulingana na imani yako pokea. Sasa inakuwaje tena? Upendo unakuwa ni mkuu kuliko imani, ambayo ndio inakusaidia wewe kumpendeza Mungu na inakusaidia uweze kupokea chochote, na Yesu akaongeza kusema yote yanawezekana kwake aaminie. Sasa nikataka nikuonyeshe kitu hapa. Anasema hivi, katika haya matatu lilo kuu ni upendo. Iko hivi, ni rahisi sana ukamwamini mtu ikiwa kwanza umeupokea upendo wake. Sawa? Ukiupokea upendo wake kwanza ni rahisi kumwamini. Kwa mfano, ukifahamu kwamba baba yako anakupenda, chukulie baba yako anakupenda, au kafahamu kwamba wewe ni mwanamke, mume wako anakupenda, ukishajua yani kapima sasa hapa nimefika. Akikuahidi kitu, sawa, ni rahisi ukaamini, ni rahisi ukawa na matumaini ya kile kitu kwamba ni kweli atatenda kama alivyo ahidi. Kwa hiyo kwa nini umeweza kuwa na matumaini au umeweza kumwamini? Ni kwa sababu tayari umeupokea upendo. Kwa hiyo upendo umetengeneza ground, sawa, ya imani na matumaini kuota. Okay? Ni kweli haiwezekani kumpendeza Mungu bila kuwa na imani, lakini huwezi kuamini kama haujapokea kwanza upendo. Na ndio maana injili kuu ni kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie. Kwa amwaminie inakuja kama matokeo ya kupokea upendo wa Mungu. Nachomaanisha ni kwamba kama una struggle katika namna yote katika kumwamini Mungu juu ya ahadi yake fulani, hebu anza kwa kutafakari kwanza jinsi Mungu anavyokupenda kwa kumtoa mwanae, anavyokulinda, alivyokupigania vita mbalimbali, amekushindia. Alafu ukitafakari itakuwa rahisi wewe kupokea imani sasa kwamba ndivyo ilivyo. Na vile vile kama kuna mtu unamsaidia anashindwa kuamini, amekata tamaa kabisa, hana matumaini, anza kwa kumuonyesha kwanza upendo wa Mungu kwake ni jinsi